الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ama baad, leo tupo katika kuelezea aya ya 47 ya surati al-Anbiya. Aya hii ya 47 yenye kusema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa nadha'u al-mawazin al-qista liyawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. aya hii ya 47 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة, kwa tafsiri ya haraka haraka, na tutaweka. Wanadhau, tunaweka, lakini kusudio lake ni wa siku ya kiyama tutaweka. Na hii lugha ya Qur'ani, lugha manake ilivyo kama tunasema na tutaweka ya sanadhau, tutaweka siku hiyo. Kwa nini siku hiyo ndio Mwenyezi Mungu atapoleta kaweka? Pengine kishaweka tokea sasa, au sivyo? Kaiweka tokea sasa, na tokea min al-azal, tokea alipoanza kuumba vitu. Wanadhau, kwa hiyo Mwenyezi Mungu habaniki na wakati, yani fi'il madhi wal hadir wal mustaqbal. La, kwa Mwenyezi Mungu wakati kaumba yeye mwenyewe, kwa hivyo humbani kwa wakati. Wanadhau almawazina, na tutaweka mizani. Mawazina zenyewe mawazina alqista, za uadilifu. Mawazina alqista, mizani za uadilifu. Liyaumi alqiyama, kwa siku ya kiyama. Basi fala tudhlamu nafsun shay'a, basi nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu chochote. Nafsun kaileta kwa nakira, yani nafsi yoyote ya mtu yoyote, yani nafsi yoyote, ikiwa binadamu, ikiwa thaqalaini aljinn wal insi, ikiwa viumbe, basi anakusudia nafsi yote haitodhulumiwa. Wala tudhlamu nafsun shay'a, hata kitu kiduchu chochote kile, ambayo shay'a hii inakuja kuelezewa nini? Wa in kana mithqala habatin min khardal, hata ikiwa hiyo shay'a yenyewe uzito wa nini? Haba moja ya khardali. Ikiwa chembe moja ya khardali, uzito wa chembe cha khardali, uzito wake, basi ataina biha, tutaileta. Wakafa bina, na tunatosha sisi. Kwa nini? Hasibina, washika hisabu na kufanya hisabu, natosha. Tunaposema kusudio la kuja mawazini sighati aljam', wingi, plural. Wanadha'u, na tutaweka. Nun al-azama, siwa adha'u, mimi, sisi tutaweka. Na vitendo vya Mwenyezi Mungu vyote hivi vinakuja kwa mara nyingi. Kwa nini? Kwa mfumo wa sisi, sio mimi. Nadha, kuonesha adhamati wa qudratihi wa hikmatihi wa ilmihi, na kila kitu inaonesha. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatumia lugha hii, nadha'u, tunaweka, lugha kuonesha utukufu wake. Almawazin ni jam', mizani nyingi. Walqasd mizan wahid, inma aljam' hapa imekuja mawazin kwa sababu vipimwavyo ni vingi. Almawzunat kathira, almawzunat vipimwavyo ni vingi.
kwa sababu kwanza kitu cha mwanzo a'mal mawzuna, amali zetu zitapimwa. Wasuhuf, sahaif mawzuna, sahafu kurasa zetu zenye kuandikwa nini, vitabu vyetu vya amali zetu pia vitapimwa. Halafu pia al-amal tuzan, wa mawazini zinakuwa nyingi, na halafu kisha binadamu hata viwiliwili ajsam, miili pia inapimwa kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale nabii aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walikuwa wanataka kama kumcheka Abdullah ibn Mas'ud alipopanda mti kwa kukata mswaki, basi upepo ule umefanya nini, ulipeperusha kidogo miguu yake ikaonekana. Ilikuwa inaonekana miguu yake kama fito tumembamba hivi. Watu kama wanafanya kumcheka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, mnacheka nini? Akasema la, kwa sababu ya miguu ya Abdullah ibn Mas'ud ni membamba sana. Mcheka Abdullah ibn Mas'ud, miguu yake membamba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nini? Atajabuna min diqqati saqaihi, na maajabu sio miguu yake membamba sana. Lahuma athqalu fi almizan min jabal Uhud, sababu zake miguu hiyo mnayoona nyinyi, basi katika mizani mizito zaidi kuliko hata mlima wa Uhud. Hiyo wakachukua dalili kwamba ni hata miili inapimwa. Miili iliyokwenda katika fisabilillah, miili iliyohangaika sana katika nini, kufanya amali ya khairi na kuhangaika huku na huku, miguu ile haistahiki kweli kupimwa uzito wake kwa khairati iliyofanya miili. Miguu napimwa na mikono na ulimi na kila kitu. Kwa hivyo tunaposema kwamba amali zinapimwa na mizani, kwa hakika wanasema ni moja, lakini mizani nyingi ukaita mawazini. Kwa hivyo utaziona aya ziko katika Qur'ani kama al-Qari'ah, مثلا فأما من ثقلت موازينه، hajatumia mizani moja. Ilikuwa maarufu kwamba nini mizani ni moja, na al-Arab kama wanavyosema, Waarabu wana desturi ya kufanya jamu kwa mufrad na mufrad kwa jamu. Al-Arab tajma'u al-mufrad wa tufridu al-jam'u, wanasema. Kwa hivyo wakati mwingine unaweza kutumika jamu biqasd al-mufrad na mufrad biqasd jamu. Hilo moja. Jambo jingine ni kwamba binadamu ana amali nyingi vipimwavyo katika amali zake. Kama man thaqulat mawazinu, yani kama man thaqal amalu, ambayo inakwenda kwenye mizani, sio amali zenye kwenda kwenye mizani. Kwa hivyo mawazinu vipimwavyo vyake vya amali njema au mbaya. Kama man thaqulat, ikiwa vizito mawazinu vipimwavyo vyake, fahuwa fi ishatin radhiya, atakuwa katika maisha kuridhisha, fi jannatin ali, katika pepo za juu kabisa. Wa amma man khaffat mawazinu, na yule ambaye mizani yake itakuwa hafifu, basi makazi yake faumu hawiya, wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Na pia kama tunakwenda katika surati al-Mu'minun, katika ayati za mwisho surati al-Mu'minun, ukienda katika aya 101 nafikiri kama sikosei, kule pia imetaja tena mizani. Kuanzia aya 101 surati al-Mu'minun, فإذا نفخ في الصور، tapopigwa baragumu, fala ansaba bainahum yawmaidhin, siku hiyo hapatakuwa na nini na ujamaa siku hiyo.
baina ya watu wala yatasaalun, wala hawataulizana kitu, kila mmoja kashughulika na yake. Faman thaqulat mawazinuhu, yule ambaye mizani zake, fa ama man thaqulat mawazinuhu, yule ambaye mizani yake itakuwa nzito, basi huyu na wenziwe, faulaika. Kwa hivyo hapa katumia kwa jamaa, basi hao wale ambao mizani zao zitakazokuwa nzito kuliko makosa yao, thaqulat mawazinu fil khairat, mambo ya thawabu na mambo ya dhambi, inapopima baina thawabu na dhambi inaonekana kwamba ni thawabu zimezidi uzito. Faman thaqulat mawazinu faulaika, basi hao humul muflihun, wao ndio wenye kufanikiwa. Waman khaffat, katika qara ya kule imekuja wa amma man thaqulat wa amma man khaffat. Hapa faman, wale ambao faman waman khaffat mawazinu, na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi katika khairat, katika thawabu. Waman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum, hao ndio wale ambao nafsi zao zimeingia hasarani. Hao zitakuwa katika hasara nafsi zao. Faulaika alladhina, ambao khasiru anfusahum, wamezitia hasarani nafsi zao. Fi jahannama khalidun, wataingia katika jahannam, watadumu humo milele. Sio hivyo tu, akaelezea katika jahannam yenyewe, talfahu wujuhahumun nar, moto utababua nyuso zao. Wahum fiha kalihun, nao watakuwa na nyuso zilizokunjana kabisa siku hiyo. Hizi aya katika sura gani? Suratul Mu'minun. Kwa hivyo almizan au mawazin, kama ilivyokuja katika yai, wanadha'u almawazin alqista, na tutaweka mizani za uadilifu. Na ikiwa mizani za uadilifu, hakuna atakayedhulumiwa. La dhulma alyawm, hakuna kudhulumiwa. Na hapa neno imekuja li yaumil qiyama, wanadha'u almawazin alqista. Ilamu hii ina maana nyingi sana. Li yaumi, maana inakuja mbio kwa sababu kwa ajili ya li yaumil qiyama, li ajli yaumil qiyama. Na wengine wakasema hii li yaumil qiyama bimaana lamu hii lamu alwaqt, li waqt yaumil qiyama, li yaumil qiyama, kwa ile wakati wa siku ya kiyama. Wengine wakasema li bimaana fi yaumil qiyama, katika siku ya kiyama, fi dhalika alyawm. Kwa hivyo li ikiwa fi, ikiwa li ajli, ikiwa li waqt, zote maana imechukuliwa kuwa ni kusudio. Lamu huenda kwa hivi au hivi au zote kwa pamoja. Wanadha'u almawazina alqista li yawm alqiyama, kwa wakati wa siku ya kiyama. Na ikiwa hali kama hiyo, tunajua kwamba inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra, Mwenyezi Mungu hadhulumu hata uzito wa atom, sehemu nduchu kabisa. Wa in taku hasanatan nudha'ifha, sio hivyo tu, itapokuwa jambo la wema hasana, tunai multiply, tunaifanya ikawa nyingi. Nudha'ifha, adhaf min 10 ila 700 ila adhaf kathira, kama ilivyokuja katika aya nini, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. humzidishia na kumfanya mara nyingi zaidi. Au kama ilivyokuja katika hadithi
الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. يعني sio inakuwa katika nini 700, la, moja kwa 10, moja kwa 700, na inategemea amali yenyewe, moja kwa milioni 7, moja kwa adhafu kathira. Allah wahdahu a'lam. Kwa hivyo wadhaifha wanuti min ladunhu ajran adhima, anapata ajira kubwa sana, ajira adhimu hakuna mwenye kujua ila Mwenyezi Mungu. Na halafu unapokuja kipande cha pili kinachosema nini aya hii, wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Hii kuonesha nini mawazini hizi za qist. Qist uadilifu manake nini? Manake chochote tutakileta mbele ya haki, mbele ya nini siku ya kiyama. Ataina biha, ili ipimwe. Na Mwenyezi Mungu hataki msaada wako wala msaada wa kiumbe yote. Amri zake ikiwa anapima mwenyewe, anakalifisha malaika kupima, yeye kasema wakafa bina hasibin. Wakafa bina hasibin, na tunatosha kuwa sisi ndio washika hisabu, ndio sisi wa kuhesabu na kuweka katika mizani. Wakafa bina hasibin, hatutaki msaada mwingine, atosha sisi. Kwa nini? Kwa hivyo hapa aliposema wa in takum mithqala habati min khardal. Khardali upigwa mfano mara nyingi katika Qur'ani. Unapoona khardal ni chembe ya khardali nduchu sana hii, yudhrabu biha almathal fi alhaqara, kwa jambo dogo, kwa kukidharau kwamba haina wazni wote, haina uzito wote, unatumia sana Waarabu neno khardali, punje dogo ya khardal, wanatumia kupiga mfano kuonesha nini, kwa kitu hakina uzito wote, nduchu sana. Kwa hivyo hapa kama ilivyokuja Luqman anamuhusia mwanawe, ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardal, na iwe inshallah chembe nduchu ya khardal, fatakun fi sakhra, na iwe katika jabali, chini ya jabali imejificha, au fi samawati, au iwe mbinguni, au fil ardhi, au iwe katika ardhi, chini ya ardhi, yati bi Allah, Mwenyezi Mungu ataileta ikiwa katika mizani. Inna Allah latifun khabir. Lutfillah wa khibratullah kubwa sana. Latifun khabir, kwa kiduchu sana kisichoonekana, Mwenyezi Mungu latif, anakijua. Ikiwa kikubwa sana hata yani jicho lako haliwezi kuona kwa kubwa. Yani leo nasema hii aya hii mara nyingi ukikuta latifun khabir imetumika mara mbili katika Qur'ani, moja katika hii Luqman na moja katika Tabarakal Mulk. Latifun khabir. Al-lutf yani kitu chochote wewe kiko mbele ya jicho lako, unaizum in, kuizum, yani unataka unakwenda unaifanya ndogo mpaka inafika kiduchu, ukiweka mbali zaidi mpaka kinapotea katika jicho lako. Unataka nini? Darubini ilikuwa kali sana kuweza kuivuta, na ukizoom wakati mwingine kufanya kubwa mpaka linapita katika nini, kioo chako cha darubini yako, sio mpaka inakwenda inakuwa kubwa, unakuja katika ile kitu kilichokuwa kiduchu kwa kiona kwa mbali mpaka kikawa kikubwa mbele yako, mpaka unakisogeza mpaka unaona sehemu nduchu tu ya kitu kile, tone tu ya sehemu imefunika nini, upeo wa kuona kwako katika jicho lako, katika darubini yako, sio? Kwa hivyo ukivuta sana, kubwa sana, to the extent kwamba nini, huwezi kuona ila sehemu nduchu, au nduchu sana huwezi kuona yote ikapotea, baada ya kuzoom out na zoom in. Sasa hapa ndio maana latif na khabir. Khabir vikubwa vyote anajua, latif nduchu kabisa anajua. Wallahu aalam taban. Haya, tunaendelea. Kwa tunasoma katika aya la dhulma al-yawm, hakuna kudhulumiana leo. Inna Allaha sari'ul hisab, hakika Mwenyezi Mungu mwenye kufanya hisabu haraka.
wama rabbuka bidhallamin lilabid, tunaikuta sana katika aya wama rabbuka bidhallamin lilabid, si mola wako mwenye kuwadhulumu waja abadan. Na alafu mizani imetumika sana, kama tunakwenda katika surati al-Kahf tunaikuta aya inasema nini? Ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim, ulaika alladhina kafaru biayati rabbihim, wale waliokufuru ayati za Mola wao, wa liqaihi, wakakufuru kukutana na Mwenyezi Mungu wao siku ya Kiyama, wakasema hamna kufufuliwa wala hakuna mkusanyiko mkubwa huo, wa liqaihi fahabitat a'maluhum, amali zao zikaharibika zote, hawana chochote cha kupimiwa. Fahabitat a'maluhum, amali zao zimeharibika, yani hazina uzito wote. Fahabitat a'maluhum, hawa nasema fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, wala ina haja ya kuwasimamishia mizani siku hiyo, hawana kitu tunasimamia kwa nini? Yani asio ulaika habita amalu fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna. Sio kasema kwamba sasa basi tunasema kuna pimwa kila kitu, mbone hawa hapimiwi amali zao? Amali zao zote mbovu, kwa nini hatuwasimamishii za wale ambao wanastahili kwenda peponi? Fala nuqimu lahum, kama kwamba upepo umekuja umevurumisha vumbi imetawanyika imekauka, tuacha kupima. Ndio habitat amali, iko habitat maana ni mfano wake nini? Umekuja upepo kaondoa kila kitu. Fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, la nuqimu wazna, yani hatusimamishi wazna, yani hal nakuna kinyume na kwamba wanadha al-mawazin al-qist, yani la, maana yote moja, kwa sababu mizani ipo, hawapimiwi la tapimiwa, lakini hatuwasimamishie kwamba nini tunawatayarishia labda huenda zikawa mizani zao zimezidi wakenda peponi. La, wallahi hastahiki popote kwenda, yani kama kwamba hakuna maana hata kupima amali zao, ni watu wa motoni. Habita za amalu. Sema kwamba inapimwa amali, inapimwa suhuf, kurasa, inapimwa hata miili, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud ya binadamu. Na siku hiyo itakuwa viroja jamani, waudhi alkitab, vitabu vitawekwa, vitabu vipimwe. Fatara mujrimina mushfiqina mimma fihi, hofu kubwa kutokana na hali watakuwa nayo, kwamba hawana mizani nzito za kuwapeleka peponi. Mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana, ole wetu, mali hadha kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakuna la kiduchu wala kikubwa ila imepima, imekusanya, ikapima katika uzito katika. Wa intaku misqala habati min khardal ataina biha, italetwa. Kwa hivyo ni yawaletana mali hadha kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma amilu, watakuta yote waliofanya hadhira, imehudhurishwa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, wala yadhlimu rabbuka ahada. Na tunapoona kwamba Mwenyezi Mungu katika surati al-Hajj, dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa annahu yuhyi al-mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha, nakuja tu saa, wa anna Allah yab'athu man fi al-qubur. Naendelea aya katika surati al-Hajj, dhalika bima qaddamat yadak wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid, wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid, Allah sio mwenye kuwadhulumu waja wake. Laysa bidhallam, yani akiwa Mwenyezi Mungu anadhulumu basi angewadhulumu wengi wa viumbe vyote. La, laysa bidhallam, huwezi kusema bidhalim hapa, bidhallamin, ikiwa dhulumu atadhulumu wote. Kwa dhallam kupita mipaka katika dhulma, astaghfirullah. Allah anasema laysa bidhallamin lil'abid. Kwa hivyo
tunapokuta aya kama hizi, Mwenyezi Mungu anajaribu kuwafahamisha watu kwamba haya ndio atakayokuta siku ya Kiyama. Yote hayatakuta, hakuna kiduchu kadharau, yote vinaingia katika mizani. Naam, kidogo kikubwa yote. Wa in kana mithqala habati min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Leo binadamu tukitizama uhodari wake, leo anatumia kompyuta, hisabu ngapi anazifanya, calculation za kila aina. Huyu binadamu tukapewa uwezo fulani na Mwenyezi Mungu. Binadamu kapewa uwezo fulani na Mwenyezi Mungu, akikaa kwenye kompyuta yake, system yake, anafanya hesabu za kampuni kubwa kabisa. Kampuni inawafanya kazi zaidi ya 100,000. Kampuni kubwa kubwa, production kubwa kubwa anafanya. Kwenye kompyuta mahesabu yanatoka tu. Statistics yanatoka tu. Binadamu kapewa akili hiyo ya kuweza kuunda kitu kama kompyuta hichi, akafanya system ya kuweza kudhibiti hisabu kama hizo. Hapo ndo utavojua binadamu kuweza kufika stage hiyo, wala si chochote hata tone ya uhodari hawana. Ukitizama kwa hisabu za Mwenyezi Mungu anapopiga, wakafa bina hasibi. Natutosha sisi kuhesabia kila kitu. Inshallah naktafi. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.